makafiri wanaelewa kwa nini waislamu wakaekewa hija, wanafahamu. Ndio maana mmoja katika makafiri mkubwa sana mustashirikun, zaama baadhi almustashirikin, amejigamba mmoja katika mustashirikuna orientalism mkubwa sana kafiri, yeye amesema kwenye kitabu chake, anna al-hajja laysa sha'iratan ilahiyya, hija si ibada ya kiungu, hija si alama katika alama za Allah tabaraka taala. Amesema hivyo ili kuondoa waislamu wasifahamu, waone kwamba hija ni kama vile unatembea, basi wacha nikatembee Maka kule, wacha kidogo nikatembee. Kwa hiyo leo hii imechukuliwa ibada ya hija ni ibada ya matembezi tu, sio ibada ya kutengeneza nafsi, sio ibada ya kuhuisha alama za Allah. Anna al-hajj, anasema hakika hija laisa sha'iratan ilahiyya, si katika alama za kiungu, bal huwa bid'atun, akasema bali ni uzushi tu. Ikhtaraha alwahma alarabia, wamezusha uzushi huo wale wakubwa katika warabu wa zamani sana. Alisema mustashriku hivyo ili aondoe waislamu katika kutekeleza na kufahamu nini hasa lengo la ibada ya hija. Makafiri wanafahamu fikra, lakini al-amla, kuna maulama vile vile Saudia, mamlaka Arabia Saudia, wanafahamu vizuri. Karibuni hivi, kabla ya wiki moja, Trump alitaka kurejesha tena vita kati ya Irani na Marekani, kataka kuirejesha mwanzoni wa ibada ya hija inataka kuanza. Akawaomba Saudi Arabia aingize silaha na mzigo mpya wa mizinga na mabomu katika kambi za Marekani ambazo ziko Saudia, ili kumtia adabu Shia Muiran. Wanazuoni wa Saudi Arabia hilo waliliona, wakamwambia haturuhusu kambi yoyote kutumika kuipiga Irani katika kipindi hichi. Hapa sisi tuna ibada ya hija, huu ni msimu wa hija. Tukiruhusu hapa wewe kuipiga Irani nao watatuma makombora, wala wao hawatajali Maka nini, wajali wao, watakuja kuishambulia Maka. Na hapa kuna wageni wa Allah wametoka katika nchi tofauti kuja kutekeleza ibada ya hija katika mji wa Maka. Sisi hilo hatukuruhusu. Trump akachukia Marekani yule, akaambia sawa. Alichokifanya nini? Alichokifanya ni kuandaa safari kuelekea China kule. Kama mtakumbuka, nilizungumza nyuma kwamba vita ile ni vita kiuchumi. Kuna watu wakunielewa, wakanipigia simu, ustaz unazungumza si vita uchumi ile. Si vita uchumi, ni vita ya uchumi. Marekani imeingia hasara kubwa sana kwa ndani ya vita hivi, pamoja na kwamba Mashia nao vile vile wamepata hasara kubwa, lakini Marekani wamepata hasara ambayo hawakuitegemea kabisa, hasara ile kubwa mno. Kwa hiyo alichokifanya Trump ni kuondoka na wafanya biashara wakubwa, akiwemo Elon Musk, tajiri mkubwa sana katika nchi ya Marekani, na matajiri wengi kaondoka nao wakaelekea katika nchi ya China kumshawishi kwamba simsaidie Iran katika vita hii, kadhalika kwamba akubali kurejesha mambo ya biashara, na biashara zimekufa. Biashara kati yake Marekani na China zimekufa. Kwa hiyo apate kurejesha biashara na apate kumshawishi kwamba asimpe nguvu Muirani kule. China hilo lilikataa, sababu wao ni watu ambao wanatumia akili sana, genius, the key, ni watu ambao wana akili sana. Lakini tunachokiangalia hapa makanu shahidi kwamba alitaka kuanzisha vita katika msimu huu wa hija. Subhanallah, ingekuwa ni hatari sana. Tungeambiwa tu mahujaji wanarejeshwa katika nchi zao, hakuna hija kwa sababu Saudi Arabia kuna vita, wangerejea mahujaji. Makafiri hawajali chochote. Al-yahudu hum liyahudu, mayahudi ni mayahudi tu. Kwa hiyo muislamu anatakikana aombe dua, kuombea dua waislamu, kadhalika kuombea dua miji ya Kiislamu, kadhalika kuombea dua vile vile kizazi cha Kiislamu, na kuombea mahujaji wafahamu lengo la ibada ya hija ni nini. Wakilifahamu lengo hilo la watu, basi makafiri
hawataweza kuwachezea tena Uislamu. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.